Tushirikishane tone la upendo. Ndugu wapendwa, karibuni tusikize neno la Mungu na tafakari ya Jumapili ya tatu ya Pasaka ya mwaka A wa Kanisa. Masomo yetu yanatualika kumtambua Kristu kwa njia ya liturujia neno na Ekaristi Takatifu na kumdhihirisha Kristu kwa wengine. Hivyo tuombe neema ya kumtambua Kristu na kumdhihirisha kwa wengine. Somo letu la kwanza natoka katika kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya pili aya ya 14 aya ya 22 hadi ya 28. Petro alisimama pamoja na wale 11, akapaza sauti yake akawaambia, enyi watu wa Uyahudi na ninyi nyote mkao Yerusalemu, lijueni jambo hili, mkasikilize maneno yangu. Yesu wa Nazareti, mtu aliyedhihirishwa kwenu na Mungu kwa miujiza na ajabu na ishara ambazo Mungu alizifanya kwa mkono wake kati yenu. Kama ninyi wenyewe mnavyojua, mtu huyu alipotelewa kwa shauri la Mungu lililokusudiwa, na kwa kujua kwake tangu zamani, ninyi mkamsulubisha kwa mikono ya watu wabaya, mkamuua, ambaye Mungu alimfufua, akiufungua uchungu wa mauti, kwa sababu haikuwezekana ashikwe nao. Maana Daudi ataja habari zake, nalimwona Bwana mbele yangu siku zote, kwa kuwa yuko upande wa mkono wangu wa kuume, nisitikisike. Kwa hiyo moyo wangu ukapendezewa, ulimi wangu ukafurahi, tena mwili wangu nao utakaa katika matumaini. Kwa maana hutaiacha roho yangu katika kuzimu, wala hutamtoa mtakatifu wako aone uharibifu. Umenijulisha njia za uzima, utanijaza furaha kwa uso wako. Neno la Bwana. Tumshukuru Mungu. Utanijulisha njia ya uzima, utanijulisha njia ya uzima. Mungu unihifadhi mimi, kwa maana nakukimbilia wewe. Nimemwambia Bwana, ndiwe Bwana wangu. Bwana ndiye fungu la posho langu na la kikombe changu. Wewe unaishika kora yangu. Nitamuhimidi Bwana aliyenipa shauri, na mtima wangu umenifundisha usiku. Nimemweka Bwana mbele yangu daima, kwa kuwa yupo kuumeni kwangu, sitaondoshwa. Kwa hiyo moyo wangu unafurahi, na utukufu wangu unashangilia. Na mwili wangu nautaka kwa kutumaini, maana utakuwa chakuzi nafsi yangu, wala hutamtoa mtakatifu wako aone uharibifu. Utanijulisha njia ya uzima, mbele za uso wako ziko furaha tele, na katika mkono wako wa kuume mna mema ya milele. Na somo letu la pili, waraka wa kwanza wa Mtume Petro kwa watu wote, sura ya kwanza aya ya 11 hadi ya 21.
Ikiwa mnamwita Baba yeye ahukumuye kila mtu pasipo upendeleo kwa kadiri ya kazi yake, enendeni kwa hofu katika wakati wenu wa kukaa hapa kama wageni. Nanyi mfahamu kwamba mlikombolewa si kwa vitu viharibikavyo, kwa fedha au dhahabu, mpate kutoka katika mwenendo wenu usiofaa mlioupokea kwa baba zenu, bali kwa damu ya thamani kama ya mwana-kondoo asiye na ila, asiye na waa, yaani ya Kristo. Naye amejulikana kweli tangu zamani, kabla haijawekwa misingi ya dunia, lakini alifunuliwa mwisho wa zamani kwa ajili yenu, ambao kwa yeye mmekuwa wenye kumwamini Mungu, aliyemfufua katika wafu, akampa utukufu, hata imani yenu na tumaini lenu liwe kwa Mungu. Neno la Bwana. Tumshukuru Mungu. Na somo letu la Injili linatoka katika Injili ya Luka. Bwana awe nanyi na awe rohoni mwako. Somo katika Injili takatifu ilivyoandikwa na Luka. Utukufu kwako e Bwana. Luka sura ya 24 aya ya 13 hadi ya 35. Siku ile watu wawili miongoni mwa wafuasi wa Yesu walikuwa wakienda kijiji kimoja jina lake Emau, kilichokuwa mbali na Yerusalemu kama mwendo wa saa 2. Nao walikuwa wakizungumza wao kwa wao habari za mambo hayo yote yaliyotukia. Ikawa katika kuzungumza na kuulizana kwao, Yesu mwenyewe alikaribia akaandamana nao, macho yao yakafumbwa wasimtambue. Akawaambia, ni maneno gani haya mnayosemezana hivi mnapotembea? Wakasimama wamekunja nyuso zao. Akajibu mmoja wao jina lake Kleopa, akamwambia, je, wewe peke yako umgeni katika Yerusalemu, hata huyajui yaliyotukia humu siku hizi? Akawauliza, mambo gani? Wakamwambia, mambo ya Yesu wa Nazareti, aliyekuwa mtu nabii, mwenye uwezo katika kutenda na kunena mbele za Mungu na watu wote, tena jinsi wakuu na makuhani na wakubwa wetu walivyomtia katika hukumu ya kufa, wakamsulubisha. Nasi tulikuwa tukitumaini ya kuwa yeye ndiye atakayewakomboa Israeli. Zaidi ya hayo yote, leo ni siku ya 3 tangu yalipotendeka mambo hayo. Tena wanawake kadha wa kadha wa kwetu walitushtusha, waliokwenda kaburini asubuhi na mapema wasiuone mwili wake. Wakaja wakasema ya kwamba wametokewa na malaika waliosema kwamba yu hai. Na wengine waliokuwa pamoja nasi walikwenda kaburini wakaona vivyo hivyo kama wale wanawake walivyosema, ila yeye hawakumuona. Akawaambia, enyi msiofahamu, wenye mioyo mizito ya kuamini yote walioyasema manabii, je, haikumpasa Kristo kupata mateso haya na kuingia katika utukufu wake? Akaanza kutoka Musa na manabii wote, akawaeleza katika maandiko yote mambo yaliyomhusu yeye mwenyewe. Wakakaribia kile kijiji walichokuwa wakienda, naye alifanya kama anataka kuendelea mbele. Wakamshawishi wakisema, kaa pamoja nasi, kwa kuwa kumekuchwa na mchana unakwisha. Akaingia ndani kukaa nao. Ikawa alipokuwa ameketi nao chakulani, alitoa mkate, akaubariki, akaumega, akawapa. Yakafumbuliwa macho yao, wakamtambua. Kisha akatoweka mbele yao. Wakaambiana, je, mioyo yetu haikuwaka ndani yetu hapo alipokuwa akisema nasi njiani na kutufunulia maandiko? Wakaondoka saa ile ile wakarejea Yerusalemu. Wakawakuta wale 11 wamekutanika, wao na wale waliokuwa pamoja nao, wakisema, Bwana amefufuka kweli kweli, naye amemtokea Simoni. Nao waliwapa habari ya mambo yale ya njiani na jinsi alivyotambulikana nao katika kuumega mkate. Neno la Bwana. Sifa kwako e Kristo. Ndugu wapendwa, somo la kwanza kutoka katika kitabu cha Matendo ya Mitume, tunamwona Petro na wenzake wanamshuhudia Kristo mfufuka bila woga wowote. Petro anamshuhudia Yesu mfufuka kwa Wayahudi mambo mawili. Kwanza, namna waliomsulubisha na kumuua Yesu, mtu asiye na hatia, mtu aliyowatendea mema mengi. Petro anadhihirisha wema wa Yesu. Nasi daima tudhihirishe wema wa Yesu kwa wengine.
Nasi mara kadhaa huenda tumewasulubisha watu waliotutendea mema, watu wasio na hatia. Pili, Petro anadhihirisha namna Mungu alivyomfufua kwa sababu hakuwa na dhambi. Nasi tukivumilia masumbuko ya hapa duniani, Mungu hatatuacha, Mungu atatufufua. Ndugu wapendwa, somo la Injili linazungumzia nguvu ya ibada ya misa takatifu ambayo inatupatia nguvu ya kwenda kumshuhudia Kristu kwa wengine. Somo la Injili linazungumzia tukio zima la wafuasi wa Emau, jinsi walivyokata tamaa baada ya kifo cha Yesu. Waliamua kurudi kijijini kwao Emmaus, kuendelea na shughuli zao. Yesu mfufuka anawatokea njiani na anafanya mazungumzo nao na kuwakaripia kwa ugumu wa mioyo yao kutokuamini yote aliyotabiriwa na manabii. Yesu aliwaeleza na kuwafunulia maandiko matakatifu kwamba Yesu aliandikiwa lazima ateswe, afe na kufufuka. Lakini wao hawakutambua kuwa anayeongea nao ni Kristu mfufuka. Wakaja kumtambua katika kuumega mkate. Baada ya kumtambua, wakarudi mpaka Yerusalemu kuwapasha wenzao habari. Ndugu wapendwa, katika somo la pili, mwandishi anadhihirisha upendo wa Mungu Baba wa kumtuma mwanaye aje kutukomboa kwa kumwaga damu yake azizi. Hivyo tunapaswa kujiona sisi ni wa thamani kubwa. Ndugu wapendwa, kupitia masomo yetu ya leo tutafakari mafundisho mawili. Fundisho la kwanza ni sababu za Yesu kujidhihirisha kwa wanafunzi wake na kuwakaripia. Na fundisho la pili ni nguvu ya ibada ya misa takatifu katika kumdhihirisha na kumshuhudia Kristo. Ndugu wapendwa, fundisho la kwanza tunaloanza kulitafakari ni sababu za Yesu kujidhihirisha kwa wanafunzi wake. Yesu alipofufuka mara nyingi amejidhihirisha zaidi kwa wanafunzi wake na wafuasi wake na watu wote waliokuwa nao karibu kabla ya kifo chake. Hivyo Yesu alijidhihirisha kwa sababu zifuatazo. Kwanza, Yesu anajidhihirisha mara nyingi zaidi kwa wafuasi wake ili kuwaimarisha, ili kuwatia nguvu, ili kuwaondolea woga na wasiwasi, ili kuwapa furaha na amani ya kweli, ili watambue kweli Kristo amefufuka. Yesu asingejidhihirisha kwao, wangeendelea kuwa na wasiwasi, wangeendelea kuwa waoga, wangeendelea kujifungia, wangeendelea kukosa furaha na amani. Yesu anajidhihirisha kwa wafuasi wake wa karibu sana, japo walimsaliti wakati wa mateso yake. Ndugu wapendwa, daima Yesu anajidhihirisha kwa watu walio karibu zaidi naye. Yesu hataacha kujidhihirisha kwa watu wanaompenda, kwa Wakristo wanaosali, kwa Wakristo wanaojitoa kwake, kwa Wakristo wanaojitoa kwa kanisa, kwa Wakristo wanaotoa sadaka ya muda wao kwa Mungu, kwa Wakristo wanaotoa sadaka ya nguvu zao kwa Mungu, kwa Wakristo wanaotoa sadaka na majitoleo yao kwa Mungu. Yesu alijidhihirisha zaidi kwao, kwani enzi za uhai wake wanafunzi wake walitoa muda wao kwa Mungu. Walitoa sadaka ya nguvu zao kwa ajili ya kumtumikia Mungu. Walitoa fedha zao, mali zao kwa ajili ya kumtumikia Mungu. Waliwaacha ndugu zao, wazazi wao, marafiki zao kwa ajili ya kumtumikia Mungu. Ndiyo maana hata baada ya kufufuka, Yesu alikuwa wa kwanza kujidhihirisha kwao. Nasi tunapojitoa zaidi kwa Mungu, Mungu ndivyo anavyozidi kujidhihirisha zaidi kwako. Unaposali zaidi, Mungu anazidi kujidhihirisha zaidi kwako. Unapoungama zaidi, Mungu anazidi kujidhihirisha zaidi kwako. Unapotoa sadaka ya muda wako zaidi na nguvu zako zaidi kwa ajili ya Mungu, Mungu anazidi kujidhihirisha zaidi kwako. Unapopokea masakramenti mara nyingi zaidi, ndivyo Mungu anapozidi kujidhihirisha kwako zaidi. Wanafunzi wa Yesu, japo walitenda dhambi ya kumsaliti Bwana wao wakati wa mateso yake, lakini baada ya kufufuka hakuacha kujidhihirisha kwao. Nasi mara kadhaa, japo tunatenda dhambi, kama tupo karibu na Yesu zaidi, hataacha kujidhihirisha kwetu. Hivyo hata kama umetenda dhambi, usiache kuja kanisani kwa sababu ya dhambi. Ukiacha kusali kwa sababu ya dhambi au kwenda kanisani kwa sababu ya dhambi, je, utakutana wapi na huruma ya Mungu? Utapata wapi neema ya Mungu? Utapata wapi neno la faraja na matumaini? Katika sala Yesu hujidhihirisha. Katika ibada ya misa Yesu anaendelea kujidhihirisha kwetu sisi wa dhambi ili tutubu na kumrudia. Ndugu wapendwa, sababu ya pili ya Yesu kujidhihirisha kwa wafuasi wake. Yesu alijidhihirisha kwa wafuasi wake wa Emmaus na aliwakaripia kwa kutokuamini kwao. Yesu aliwakaripia kwa sababu wao walikuwa tofauti na wengine. Wamekaa na Yesu muda wa kutosha. Yesu mwenyewe aliwafundisha na kuwafunulia maandiko matakatifu. Hivyo walipaswa kuwa na imani kubwa zaidi kuliko watu wengine.
Hapa ndipo msemo wa aliyepewa vingi zaidi atadaiwa vingi zaidi. Wanafunzi wa Yesu kwa kuwa walikaa na Yesu mwenyewe, walifundishwa na Yesu mwenyewe, walipaswa kuwa na imani kubwa kwa Yesu, kuamini juu ya ufufuko wake. Ndugu wapendwa, nasi wa Kristo tulio karibu zaidi na Yesu tunapaswa kumwamini zaidi. Tunapaswa kuwa na imani zaidi kuliko wapagani. Yesu anatukaripia tunaposhindwa kumwamini. Yesu anatukaripia tunaposhindwa kuamini maandiko matakatifu. Wafuasi wa Emausi hawakuamini maandiko matakatifu na habari za ufufuko wake. Yesu aliwakaripia. Yesu anatukaripia tunaposhindwa kuamini uwepo wake katika sakramenti ya Ekaristi Takatifu. Yesu anatukaripia tunaposhindwa kuungama. Yesu anatukaripia tunaposhindwa kusali. Yesu anatukaripia tunaposhindwa kutimiza majukumu yetu. Nasi wakati fulani inapobidi, ni lazima kuwakaripia walegevu. Ni lazima kuwakaripia Wakristo wasiotimiza majukumu yao. Ni lazima kuwakaripia watu wanaomkufuru Mungu. Yesu kwenye ukweli hakufumbia macho. Pia katika somo la kwanza tunaona Petro anasema ukweli pasipo kuogopa. Yesu alijidhihirisha na kuwakaripia wanafunzi wake kwa sababu wao walipaswa kumdhihirisha Kristo kwa wengine. Je, kama wao wenyewe hawaamini juu ya ufufuko, je, wangeenda kudhihirisha nini? Wangeenda kuwafundisha nini wengine? Wangeenda kuwaaminisha nini wengine? Kwani siku zote tunawaaminisha wengine kile tunachokiamini. Tunawafundisha wengine kile tunachokiamini. Tunakiishi kile tunachokiamini. Ndugu wapendwa, sababu ya tatu ya Yesu kujidhihirisha kwa wafuasi wake ilikuwa ili kuwaimarisha na kuwaaminisha kwamba amefufuka, nao watoke waende kumdhihirisha kwa wengine. Na kweli wale wafuasi wa Emausi walitoka wakarudi mpaka Yerusalemu kwenda kuwapasha habari wanafunzi wa Yesu waliokuwa wamejifungia kwamba Yesu amefufuka. Na Petro tunaona naye anamdhihirisha Kristo kwa Wayahudi kwamba walimtesa na sasa Mungu amemfufua. Bila Yesu kujidhihirisha kwetu, ni ngumu kwenda kumdhihirisha kwa wengine. Yesu amejidhihirisha kwetu mara nyingi katika neno lake, sakramenti zake. Hivyo nasi tunapaswa kumdhihirisha kwa wengine kwa njia ya maneno na matendo yetu. Ikiwa hujamruhusu Yesu ajidhihirishe kwako na ukamruhusu shetani ajidhihirishe kwako, hivyo hautaweza kumdhihirisha Yesu, bali utamdhihirisha shetani ambaye umemruhusu ajidhihirishe kwako. Wanafunzi wa Emausi walimruhusu Yesu ajidhihirishe kwao, ndipo wakamtambua katika kuumega mkate. Nasi tumruhusu Kristo ajidhihirishe kwetu kwa njia ya neno lake, kwa njia ya masakramenti. Ndugu wapendwa, fundisho la pili tunalotafakari ni nguvu ya ibada ya misa takatifu katika kumdhihirisha Kristo. Katika ibada ya misa takatifu, Yesu anajidhihirisha kwetu kupitia padre, neno lake na sakramenti ya Ekaristi Takatifu. Yesu akishajidhihirisha kwetu, sisi tunapata nguvu ya kwenda kumdhihirisha kwa wengine. Hivyo katika ibada ya misa takatifu tunachota nguvu ya kumdhihirisha Kristo kwa wengine. Ndugu wapendwa, Yesu baada ya ufufuko wake aliadhimisha ibada ya misa takatifu iliyokamilika. Ibada ya misa takatifu imegawanyika katika sehemu kuu mbili: liturujia ya neno na liturujia ya Ekaristi Takatifu. Yesu baada ya ufufuko aliadhimisha ibada ya misa na wafuasi wake wa Emausi. Yesu alianza na liturujia ya neno. Kwanza kabisa alianza kuwaeleza na kuwafunulia maandiko matakatifu yaliyoandikwa kumuhusu yeye, na alianza kuwafunulia akitumia vitabu vya Agano la Kale vya Musa. Baadaye akawaeleza namna manabii walivyotabiri juu ya mateso, kifo na ufufuko wake. Baada ya liturujia ya neno aliadhimisha Ekaristi Takatifu. Alitoa mkate, akaumega, akawapatia, ndipo wakamtambua kuwa ni Kristo. Hivyo mfumo wetu wa ibada ya misa takatifu alianzisha Yesu Kristo mwenyewe, yaani liturujia ya neno na liturujia ya Ekaristi Takatifu. Liturujia ya neno hutuandaa kuadhimisha vyema Ekaristi. Yesu aliwaandaa wafuasi wake wa Emausi kuadhimisha vizuri fumbo la Ekaristi, ndio maana wakamtambua. Bila liturujia ya neno wasingeelewa vizuri fumbo la Ekaristi. Liturujia ya neno hutusaidia kulielewa vizuri fumbo la Ekaristi. Liturujia ya neno hutuimarisha, hutuzidishia imani katika sakramenti ya Ekaristi. Wafuasi wa Yesu wa Emausi walielewa vizuri fumbo la Ekaristi ni kwa sababu walianza na liturujia ya neno. Walipofika katika liturujia ya Ekaristi wakamtambua. Liturujia ya neno hutusaidia kumwelewa Mungu. Wafuasi wa Emausi walimwelewa Yesu katika Ekaristi ni kwa sababu walianza na liturujia ya neno. Liturujia ya neno hutusaidia tuweze kutambua makosa yetu
na kutubu makosa yetu na kumpokea Kristo katika sakramenti ya Ekaristi. Wafuasi wa Emmaus kwa kupitia liturujia ya neno walitambua makosa yao. Ndugu wapendwa, ndio maana tukija kanisani tunaanza na liturujia ya neno. Tutasoma maandiko matakatifu. Somo la kwanza mara nyingi ni linatoka katika Agano la Kale. Baadaye somo la pili na Injili ni Agano Jipya. Ndivyo alivyofanya Yesu. Alianza na Agano la Kale kwa kwanza kueleza namna Musa na manabii walivyomtabiria. Baadaye akawaeleza mambo ya Agano Jipya. Baada ya kusikiliza masomo, baadaye tunafafanuliwa na watumishi wa Mungu. Hivyo tunaiga kutoka kwa Kristo mwenyewe namna alivyoadhimisha misa na wafuasi wake wa Emmaus. Liturujia ya Ekaristi Takatifu inahitaji utulivu wa hali ya juu. Yesu aliadhimisha liturujia ya Ekaristi kwenye utulivu wa hali ya juu wakiwa nyumbani kwa wafuasi wake. Tujiulize, je, sisi wakati wa liturujia ya Ekaristi, je, tunakuwa na utulivu wa hali ya juu katika mioyo yetu? Ndugu wapendwa, baada ya adhimisho la ibada ya misa takatifu, yaani kushiriki liturujia ya neno na liturujia ya Ekaristi Takatifu, wafuasi wa Emmaus waliimarika. Walitoka wakiwa na nguvu na furaha, wakarudi Yerusalemu kuwapasha wenzao habari. Ulikuwa ni umbali mrefu, lakini uchovu uliwaisha. Ilikuwa ni giza, lakini hawakuogopa giza tena. Ndugu wapendwa, ibada ya misa takatifu ni tiba ya uchovu, ni tiba ya woga, ni tiba ya huzuni. Wafuasi wa Emmaus baada ya adhimisho la ibada ya misa takatifu iliyoadhimishwa na Yesu mwenyewe, woga uliisha, uchovu uliisha, wasiwasi uliisha, huzuni iliisha. Tunapokuwa na uchovu, wasiwasi, uoga na huzuni, kimbilio letu iwe ni misa takatifu. Katika misa tutakutana na Yesu Kristo mwenyewe, naye atatusaidia. Hivyo nasi tunapotoka kanisani baada ya kukutana na Yesu kwa njia ya padri, kwa njia ya neno lake na kwa njia ya sakramenti ya Ekaristi Takatifu, tunapaswa kupona ugonjwa wa hofu, huzuni, uchovu na magonjwa mengineyo. Ndugu wapendwa, ukiwa njiani unasafiri, bado unaweza kuadhimisha liturujia, kusali, kufanya toba, kusoma neno la Mungu na kutafakari. Yesu na wafuasi wake wa Emmaus, liturujia ilianzia njiani. Ndugu wapendwa, mambo yote yanayofanyika katika ibada ya misa takatifu yanabarikiwa. Ndio maana sakramenti huadhimishwa katika ibada ya misa takatifu. Nia za misa tunazoleta katika ibada ya misa takatifu zinasikilizwa. Sala, maombi tuombayo katika adhimisho la misa husikilizwa, kwa sababu tangu mwanzo mwa ibada mpaka mwisho mwa ibada tunakuwa na Kristo mwenyewe kwa njia ya padri, neno lake na sakramenti ya Ekaristi Takatifu. Sala zetu husikilizwa kwa sababu nia zetu huunganishwa na sadaka ya Kristo ya msalabani, sadaka safi, isiyo na doa, isiyo na hatia. Hivyo nia zetu tunapounganisha na sadaka ya mwanaye, Mungu husikiliza kwa sababu mwanaye hakuwa na doa. Hivyo tunapokuja kanisani tuwe na nia ili nia zetu ziunganishwe na sadaka ya Kristo. Ndugu wapendwa, ibada inapoisha tunakuwa tumeimarishwa kiroho kwa neno na sakramenti ya Ekaristi Takatifu. Hivyo tunatoka tukiwa na nguvu kiroho, hofu na wasiwasi vinaisha kama wanafunzi wa Emmaus. Baada ya ibada ya misa takatifu kuisha, tunapaswa kwenda kumdhihirisha Kristo mfufuka kwa wengine kwa njia ya maneno na matendo yetu bila woga. Wafuasi wa Emmaus baada ya kumaliza ibada ya misa takatifu walirudi mpaka Yerusalemu kwenda kuwaimarisha wafuasi wengine waliojifungia. Nasi tukitoka katika ibada ya misa takatifu, twende tukamshuhudie Kristo kwa wengine kwa njia ya maneno na matendo yetu, tukawape faraja na matumaini wasio na faraja na matumaini. Baraka tunazozichota katika adhimisho la misa tukawashirikishe wengine. Tusikae bure na hizo baraka zitatuhukumu. Baada ya ibada ya misa takatifu kuisha, tunakuwa na furaha na amani. Baada ya misa kuisha, wafuasi wa Yesu walikuwa na furaha na amani kwa sababu walikutana na Kristo mwenyewe na aliwaondolea hofu. Nasi ibada ikiisha, tunapaswa kurudi nyumbani tukiwa na furaha na amani, kwani katika misa tunakutana na Kristo mwenyewe. Ndio maana mwishoni mwa ibada tunaagana, misa imekwisha, nendeni na amani ya Bwana, kwani amani ya kweli hutoka kwa Kristo mfufuka. Hivyo ndugu wapendwa, leo tuombe neema ya kumtambua Yesu katika liturujia ya neno na liturujia ya Ekaristi Takatifu. Baada ya kumtambua na kutuimarisha, nasi tunapaswa kwenda kumdhihirisha kwa wengine ambao bado hawajamtambua. Itukuzwe damu ya Kristo milele, amina. Aliyoletea tafakari hii ni mimi Padre Mathias Kunyanja wa shirika la damu azizi ya Yesu. Utukufu
na ukuu hata milele. Una yeye Bwana.